الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العلي العظيم. Katika mfululizo wa tafsiri ya suratu Yasin, tunaendelea na juzu ya 3 kwa maelewano tulioelewana katika kuigawanya hii sura. Nyuma darasa zilizotangulia, ambao ndio kiini cha mazungumzo ya juzu hii, ni kuzungumzia zile aya kama zilivyoitwa na Qur'ani, au kwa lugha nyingine dalili ambazo kwamba lau tutazitaamali na kuzisoma zitatupeka sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zitatupeka sisi kwenye tauhidi ya Mwenyezi Mungu, upweke wa Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amezihesabu aya baadhi, akianza na ardhi na masala ya uhai katika mimea, akaendelea akaya kwenye masala ya usiku na mtana, akaendelea akaya kwenye masala ya jua na mwezi, ambao zote hizi ni ayat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya ya 41 ambao ndio tunataka kuisoma leo, Mwenyezi Mungu atupa aya nyingine, atuambia: wa ayatul lahum anna amalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Nitajaribu kuifasiri kwa Kiswahili ili tupate mwongozo, ingawa ni tabu kwa sababu kuna ikhtilafu katika tafsiri. Lakini tukitaka kuifasiri kijumla, tunaweza kunena wa ayatul lahum ni dalili au huja nyingine iliyo wazi kwa wao. Anna ni kwamba sisi, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayezungumza. Hamalna dhurriyatahum, tuliwatukua wale zijana zao, kizazi chao, fil fulkil mashhun, katika majahazi au katika jahazi ambayo kwamba imezoea tele, imezotiwa shehena. Hii ni aya mpya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitupa hapa katika dalili za uola wake na utendakazi wake na upweke wake. Nayo ni kutuonesha sisi ule utendakazi wake katika bahari, kwa sababu kumekuja masala ya kutukuliwa katika jahazi. Utendakazi wa Mwenyezi Mungu katika bahari na namna ya zombo zinavyotembea katika bahari na kusafirisha watu, kusafirisha bidhaa na zombo tofauti mbalimbali. Ukiketi ukafikiria kile chombo sawasawa kiwe ni cha mbao au ni cha chuma, kinachoangata kikawa katikati ya mai ya bahari, ukijiuliza swala, ni nani aliyeangata? Ni nani anayekiziwia kisizame? Ni nani anayekihifadhi mpaka kikasikilia kwenye ufuo wa amani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni utendakazi wake, ni nguvu zake. Sasa hii aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameitupa ina na zijalizo baadaye
yaendelea, lakini tusimame na hii aya moja kwanza ya 41. Mwenyezi Mungu akituambia wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Aya hii baadhi ya mufassirina kama mfano wa al-Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami'ul Ahkam amezungumza kwamba katika suratu Yasini yote hakuna aya ngumu na imezofungwa ina ugumu wa kufahamika kama aya kama hii alivyozungumza Qurtubi. Baadhi ya mufassirina wakamjibu wakamwambia aya si ngumu ulivyotukulia wewe, yataka utulivu na utaratibu, yafunguka yo wenyewe na yejifasiri yo wenyewe. Lakini hata tuende na Qurtubi tuangalie ugumu uko wapi. Ugumu wa hii aya kama anavodai yeye Qurtubi uko mahala pawili, au watakabiliwa na maswali mawili ambayo ndiyo yasababisha ugumu wa hii aya. Suala la kwanza ni kwamba kuna muumano gani na mafungamano gani baina ya aya hii na aya zilizotangulia. Sababu huku nyuma tumezungumza wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha, tumezungumzwa ardhi na mimea inavyotoka. Kisha tukaya wa ayatul lahumul laylu naslahu minhun nahar, tukaya kwenye kadhia ya mtana na usiku. Kisha ikaya washamsu tajri limustaqarrin laha walqamara qaddarnahu manazila, kazungumzwa jua ikazungumzwa na mwezi. Sasa vipi kumerukia masala ya majahazi kutembea baharini, yana mafungamano gani? Tulipokuwa kwenye ardhi, tumekwenda kwenye jua, tumekwenda kwenye mwezi, utakuta ni zitu za umana, tuko kwenye kadhia moja. Hata kulipongia masala ya mtana na usiku yalifahamika kwamba yana mawasiliano na mwezi na jua. Lakini masala ya majahazi na zombo za baharini kutembea, kuna mawasiliano gani kati ya zombo hizi na mazungumzo ya mwezi na jua na mimea na ardhi na mambo yaliyotangulia? Hili ndio suala la kwanza ambalo limemjalia Qurtubi akaiona hii aya ni ngumu kufahamika. Pili, kuna dhamiri mbili katika hii aya. Wa ayatul lahum, hii ni dhamiri ya kwanza, tutaieleza ifahamike. Anna hamalna dhurriyatahum, hum tukitaka kufasiri Kiswahili wao, ni aya kwao. Ni nani hao? Sasa kuna tafsiri katika lahum waifasiri mufassirina kwamba ni watu wa Maka. Wa ayatun lahum, yani wa ayatun li ahli Makka, ni aya, ni dalili, ni huja kwa watu gani? Watu wa Maka. Anna hamalna dhurriyatahum, kwamba sisi tuliwatukua kizazi chao. Ni nani hao walotukuliwa kizazi chao? Kuna tafsiri yanena kwamba al-fulkul mashhun, jahazi na uzungumzo hapa ni jahazi la Nabii Allah Nuh. Ni jahazi la Nabii Allah Nuh wakati Mwenyezi Mungu alipoita gharqa duniani na akamtaka Nabii Allah Nuh aunde jahazi kisha awatie wale waumini na atukue katika kila wanyama sampuli fulani. Sasa jahazi linalozungumzwa hapa ni lile. Sasa hizi dhamiri mbili zitakuwa zakhtalifiana. Hum ya kwanza yarudi kwa watu wa Maka, hum ya pili yarudi kwa wale waliopandishwa jahazi la Nabii Allah Nuh. Sasa itakuwaje kizazi cha watu wa Maka kiwe kimepakiwa kwenye jahazi la nani? La Nabii Allah Nuh. Maipata fikra nafikiri uzuri. Wa ayatul lahum ni dalili kwa watu wa Maka, anna hamalna dhurriyatahum, kwamba sisi tumetukua kizazi chao katika jahazi la Nabii Allah Nuh. Haiendi. Angalau kama lena sisi tuliwatukua mababu zao katika jahazi la Nabii Allah Nuh. Zijana zao hawajazaliwa, wao wakombee kushinda zijana zao. Itakuwa vipi zijana zao wawe wametukuliwa kwenye jahazi la Nabii Allah Nuh
kipindi ambacho kwamba kilikuwa kimepita ni mamia ya miaka, ikitokuwa ni maelfu baina ya wewe na Nabii Allah Nuh. Sasa hii ikhtilafu dhamair, hizi dhamiri mbili kukhtalifiana, na fulki kuifasiri kwa jahazi la Nabii Allah Nuh, huya ikaita ugumu wa pili katika hii aya. Zitu hizi ziwili ndio zilimfanya moja katika wanatafsiri, naye ni Al-Qurtubi, awe ataiona aya hii katika suratu Yasin yote ndio aya ngumu katika kufahamika ni nini kinachozungumzwa. Lakini natumai tutakapokuanza kuingia kuifasiri na kuzisikiza rai za wanazuoni na ikhtilafu, tutapata upenu wa kupita kulitatua tatizo kama hili. Wata tuifasiri aya, tuiangalie ndani yake kuna nini. Aya imeanda wa ayatul lahum. Kwanza hili neno aya hapa limekhtalifiana, kinyume cha zile aya za nyuma. Wa ayatul lahumul ardu wa awwal layl wash-shamsu tajri limustaqarrin laha, zote zile zimefasiriwa kwamba aya ni kwa maana ya dalili iliyo wazi ya kukata, haipingiki. Isipokuwa neno hili katika aya hii limefasiriwa kwa tafsiri tatu. Kuna wanazuoni wamenena aya hapa imekuja kwa maana ya ibra, mazingatio. Yani wa ayatul lahum wa ibratun lahum, ni mazingatio kwa wao, wataka wazingatie wakati wanapoziona zombo zatembea kwenye bahari, ni kitu cha stahiki uzingatie. Kama vile nilivyokuambia, ni kitu gani kinachoshika, kwa nini hakizami, ni nani anaopatisha tawazun, balance ya kile chombo kiweze kutembea sawa sawa. Haya ni mazingatio yataka watu wazingatie. Wengine wamefasiri aya hapa kwa maana ya neema, wa ayatul lahum, yani wa ni'matun alaihim, ni katika neema za Mwenyezi Mungu kwa wao kuwapa bahari na kuwasakhirishia wakaweza kuzitumia kanuni za bahari, wakazitembeza zombo zao, wakasafiria, wakasafirisha mizigo. Tafsiri ya tatu imefasiri neno la aya kwa maana ya indhar, wa ayatul lahum, yani wa indharun lahum, ni makhofisho kwa wao, yani ni kitisho. Kwa nini wakafasiri hivi? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amenena tukitaka tutaziwata zizame, wa innasha nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Mwenyezi Mungu anambia hizi zombo zinazotembea ni nguvu zake za zihifadhi zombo kama hizi. Lau Mwenyezi Mungu atakazidudumie ni kukata mawasiliano yake tu na zile zombo. Kwa hivyo yataka mutishike, murudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na muumche Mwenyezi Mungu na mujali masala ya kumwabudu yeye, mustie kati masanamu na ziumbe zake wengine. Hizi ni tafsiri tatu katika kulifasiri neno la aya. Na neno hili la kubali tafsiri zote hizi na hazina matatizo. Natija ni kwamba iwe ni kukhofisha, ni neema, ni mazingatio, zote zatupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukizingatia utafika kwa Mungu. Ukikumbuka neema utamkumbuka Mun'im aliyekuneemesha, natija utakwenda kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukikhofika utamuogopa ule anayekukhofisha, natija utakwenda kumtii na kumcha. Kwa hivyo zote tafsiri tatu zatufikisha kwenye lile lengo la msuko wa hizi aya zote, ni kufika kwa Mwenyezi Mungu, kwenye tauhidi ya Mwenyezi Mungu, kujali utendakazi wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi tutaungamanisha? Tulidarie suala la kwanza lilomfanya Qurtubi aione hii aya ni ngumu. Yatakuwa na muumano gani masala ya baharini na zombo kutembea kiwencha Nabii Allah Nuh, manake kilikuwa bismillahi majereha, tanga lake, mashini yake, kupekwa kwake ilikuwa ni kwa ina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiwe kitakachokuwa, vipi tutayaungamanisha haya na masala ya nini? Ya ardhi na jua na mwezi na mtana na usiku. Maungamanisho yako wazi, wala hayana ugumu kiasi hiko, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lengo la kipande hiki tunachokisoma tunachokiamkua juzu ya 3 ni kutubainishia zitu ambazo ziko mbele ya mato yetu tunazoishi nazo,
ambazo tukiziangalia tu zitatuonesha sisi utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akatupa ardhi, akatupa mfano wa jua, mwezi, usiku, mtana, ametutupa baharini. Kututupa baharini hayatoka kwenye mfululizo huu, zote ni dalili. Pili, itunde katika khayali yako, tasawar bahari kubwa, muhit, sio hii mikondo yetu, bahari kubwa. Kitunde chombo wakati kiko katikati ya ile bahari, chatembea, chapigwa na mawimbi, chazunguka huku kikirudi huku, kisha jaribu kurudi katika elimu za jiografia. Kama vile tulivyosoma sisi nyuma kwa uchache, uiangalie ardhi na mwezi na jua, zote hizi nyota zilizoko mbinguni au zilizoko katika fadhaa, katika space, uangalie zinavoogelea, kisha uone tofauti. Kuna mshabaha mkubwa sana baina ya matembezi ya mwezi au hii ardhi tunayoketi sisi yaogelea katika hewa hii ambayo kwamba ardhi yaogelea, waweza kuifananisha na bahari. Ardhi inavyotembea katika hii hewa waweza kuifananisha na chombo kilioko katika bahari. Chombo kile ni nani anayekidhibiti? Ni kanuni za nani ambazo kwamba chakifanya kitembee, kisizunguke kikazama kikadudumia? Maswali haya ujiulize, hii ardhi inavyotembea, nani ameshika? Imetiwa tanga gani? Ina skani gani ya ikonesha? Ina farumani gani imetiwa mizigo ya kuihifadhi wakati ikiwa yatembea isikose tawazun, isikose balance? Dole Mwenyezi Mungu atuambia kwamba yeye amejalia majabali ni nini? Ni rawasia. Vile vile utakuta yeo wakati wewe unapounda chombo kienyeji tu, tukitukua hizi jahazi zetu, ubidi kutue magunia ya mitanga ili yaweze kukidhibiti kile chombo kisiteze, kisende miuya katika bahari. Vile vile Mwenyezi Mungu ameweka majabali katika ardhi, na yamewekwa kwa mipango, si maana yamemea tu. Kila jabali limepigiliwa ni kigingi mahali, na kuna zipimo fulani inaofanya hii ardhi isipeperuke. Kwa sababu ikapeperuka kwa nukta kadhaa, sote tutapotea yule ardhi kama hii. Sote tutaopoka kwa spidi inavyotembea ardhi, na bado iko kwenye tawazo. Kwa hivyo ni mafungamano yaliyo wazi. Mwenyezi Mungu alipotoa kwenye ardhi, akatoa kwenye jua, akatoa kwenye mwezi, au kwa ibara ya kilugha za kisiku hizi alipotoa kwenye space na nidhamu ya hizi nyota zinavyotembea, ametutia kwenye bahari. Pengine ni mifano iko karibu zaidi. Hii yataka kusoma elimu, yataka paka ukubalipo ardhi iko dori, huko nde ukawaona wewe kama sinema. Ikawa wewe utaiona ile hewa na ardhi utembea, uko ndani ya ardhi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amekutia kwenye mifano ambayo waweza kuketi nde ukaangalia. Iangalie bahari, uangalie na chombo sasa kinavyotembea kwenye bahari. Utapata ni sampuli moja na yale ambayo ameyazungumza ya ardhi na shamsu tajri, jua linavyokwenda. Hata hizi jahazi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani amezamkuwa aljawari kal'alam. Pia majahazi zaenda, mwezi nao watembea. Kwa hivyo mafungamano si magumu hivyo kama alivyoyadhania mwanachuoni Qurtubi katika kuifasiri aya kama hili. Kwa hivyo ugumu wa kwanza tumeweza kuuondoa, kupata mshikamano wa mazungumzo katika aya hizi zinaozungumzwa. Turudi katika kuifasiri aya. Wa ayatun lahum, ni mazingatio kwao, ni neema kwao, ni makhofisho kwao. Hizi zote ni tafsiri ziko na hazigongani. Lahum, kwao. Nani hao? Hao wanaoambiwa kwamba hii ni makhofisho kwao. Hapa kuna tafsiri mbili. Kuna tafsiri ya nena hum, hapa wanaozungumzwa ni watu wa Maka, kwa sababu Qur'ani ilikuwa ikiteremka na ikimhutubu mtumi na ikiwatisha watu wa Maka, ndio wapinzani wakubwa wakati kama ule. Kwa hivyo wa ayatun lahum, yani wa ayatun li ahli Makkah. Hili ni tafsiri. Tafsiri nyingine ya nena la wa ayatun lahum haikuhusiana na watu wa Maka wala Waarabu wala watu wa zama fulani, ni binadamu wote. Kila mwanadamu ahitajika aizingatie aya kama hii, na hii ndio tafsiri iko karibu zaidi, kwa sababu Qur'ani si kitabu kimeteremka kuzungumza na watu fulani.
Ni kitabu ambacho kwamba tuambiwa ndio khatimatul kutubi samawia, ndio kitabu cha mwisho cha mbingu, ni kitabu cha binadamu wote mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo hakiwi ni kitabu cha watu wa Maka, cha kuzungumza na watu wa Maka. Na hizi dalili zinazozungumzwa hapa ni dalili za kila mtu akifungua macho yake ataziona. Wa ayatun lahum, ni dalili na ni huja na ni neema kwa watu wote waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna, ipi hiyo dalili? Ipi hiyo neema? Ipi hayo mazingatio? Ni kwamba Mwenyezi Mungu anena sisi hamalna dhurriyatahum, tumewatukua kizazi chao. Kwanza wata tulijadili hili neno dhurriya, ndio lenye matatizo. Neno dhurriya katika asli ya lugha, kama wanenao wataalamu wa lugha, maneno dhurriya hutumika kwa zijana au kwa watu madhaifu. Hata ukirudi kwenye Qur'ani, baada ya Nabii Allah Ibrahim kupoa mitihani ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atuambia wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahun. Mwenyezi Mungu alimuonda, alimpa mitihani Nabii Allah Ibrahim na akafaulu. Baada ya kufaulu ile mitihani, alipoa cheo, alipoa zawadi Nabii Allah Ibrahim, akaambiwa inni ja'iluka linnasi imama. Alipopoa zawadi kama hizi, Nabii Allah Ibrahim akataka ule uongozi alopoa uendelee, usibaki kwake tu, na akawa atakawapoe kizazi chake katika zijana zake uendelee. Ndio akanena qala wa min dhurriyati. Sasa neno la dhurriya Nabii Allah Ibrahim hapa amelitumia kwa kizazi, na si lazima dhurriya awe mwana wa kumzaa tu, na muyukuo na kitukutuku siui na zilembwelembwe zote, yani ni ule mfululizo wa kushuka wa kizazi chako, hono huwa mkuliwa ni dhurriya. Mwenyezi Mungu akamwambia la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kweli tutatoa uongozi, si maana alikataliwa Nabii Allah Ibrahim, lakini si kila mwana atapata mwongozi. Ni sharti awe na sifa ya uadilifu. Ikiwa ni dhalimu hawezi kupata ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo neno dhurriya la maanisha kizazi cha mtu au kizazi cha watu. Dhurriyati lamu ni kizazi cha watu wa amu. Waweza kutumia kwa mtu mmoja, waweza kutumia kwa kabila, waweza kutumia kwa jamii, waweza kutumia kwa umma mzima. Kizazi cha umma ni generation ambayo kwamba fuatilia baada yao. Hii ni tafsiri. Lakini wanena hutumika pia kilugha kwa mababu kwa kwenda yu. Asili ya neno hili kilugha hutumiwa kwa zijana na kwenda tini. Lakini mara nyingine kutoka kwenye lugha Waarabu wamezoea kulitumia kwa mababu na mababu wa mababu. Sasa badala ya kushuka tini ikarudi ikawa yatembea kwenda yu. Hii ndio maana ya dhurriya. Sasa tafsiri hizi tukizipata zitatusaidia kujibu lile tatizo, ni kizazi cha nani? Ukifasiri ni kizazi cha watu wa Maka, litakuja lile suala alolitupa Qurtubi ikaifanya hii aya iwe ngumu. Ni vipi kizazi cha watu wa Maka, yani zijana zao na zitukutuku zao, watatukuliwa kwenye jahazi la nani? La Nabii Allah Nuh. Na jahazi la Nabii Allah Nuh lilikuweko kabla yao. Lakini ukifasiri kwa maana ya mababu na mababu zao mababu, itakuwa maana wa ayatul lahum
anna hamalna dhurriyatahum, yani anna hamalna ajdadahum, kwamba sisi tuliwatukua mababu zao tukawahifadhi kwenye lile jahazi, na ndio kizazi kikabaki kuendelea hiyo. Lakini tukija kwenye zijana, baada ya kulitupa hili Qurtubi, kuna baadhi ya mufassirina wamenena hatuendi kwenye mababu, tutabaki hapo hapo kwenye zijana na tutapata mlango wa kuifasiri hii aya. Manena ni kizazi kilichotukuliwa cha watu wa Maka, ndio waliotukuliwa kwenye jahazi la Nabii Allah Nuh. Ni vipi? Wamejibu kwa rai nyingi. Wengine wamenena, ambayo iko karibu, sitaki kwenda deep sana kwenye hizi zitu, ni kwamba asili ya kubaki hata sisi leo, lau si lile jahazi la Nabii Allah Nuh, kungebaki mtu katika dunia hii? Bila shaka hakungebaki. Na ndio utakuta baba wetu wa pili ni nani? Nabii Allah Nuh. Baba wa kwanza ni Adam. Nabii Allah Adam ndo asili yetu. Kwa hivyo lau hakuumbwa Nabii Allah Adam, hatungekuweko mimi na wewe. Tuweza kunena na lau hawakuokoka wale waliokuweko kwenye jahazi la Nabii Allah Nuh, kungelikuwa ubinadamu umepotea katika ulimwengu. Na Mwenyezi Mungu wale aliwatia kwenye jahazi kwa shabaha ya kubakisha ubinadamu. Kwa hivyo kizazi cha watu wa Maka, hata kizazi chetu, yasihi kuambiwa kiliokolewa na nini? Na jahazi la Nabii Allah Nuh. Kwa sababu wale waliopandishwa kwenye jahazi, nyuti za maungo zao ndio zilikuwa zitukuzie sisi, zitukuzie mababu zetu, na mababu zetu watukuzie mababu zetu, mpaka tukasikilia sisi. Kwa hivyo sote tulikuwa kwenye lile jahazi, kwa sababu asili yetu ya kubaki ni wale waliokuwa pale kwenye jahazi ya Nabii Allah Nuh. Kwa hivyo itasihi kuambiwa watu wa Maka na kuambiwa hata sisi leo kwamba ni neema kwenu nyinyi, kwamba Mwenyezi Mungu nyinyi na vijana zenu mpaka siku ya kiyama mulitukuliwa kwenye lile jahazi la Nabii Allah Nuh, ndio likawabakisha na nyinyi mkaweza kuendelea. Hii tukitaka kukakamaa tufasiri kwamba lazima wawe watu wa Maka. Wa ila tukifasiri mababu tutakuwa tumeokoka zaidi, na hii imeingia. Au tukitaka kuzikimbia zote hizi, tutakuja kwenye suala alfulki ni nini? Alfulki ni jahazi. Almashhuni ni nini? Ni lile neno tunalo Kiswahili sisi shehena, imetokana na neno la Kiarabu mashhun. Wewe utanena hiyo boti ikipita hapa imepakia shehena, yani imejaa tele, imezoyazwa kwa katika kupakiwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia ni lile jahazi limezopakiwa shehena, alfulkil mashhun. Jahazi gani hili? Wengine wamenena ni jahazi la Nabii Allah Nuh. Lakini kwa nini tukimbilia kulifasiri kwa jahazi la Nabii Allah Nuh? Mwenyezi Mungu uko kwenye kutueleza bahari na utendakazi wa bahari na majahazi yanapotembea. Kwa nini situalipeka kwenye jahazi la Nuh peke yake? Kwa nini hatuneni alfulkil mashhun? Ni kila jahazi inaotembea, si jahazi fulani. Ni nidhamu Mwenyezi Mungu ataka kutuelezea ya bahari na zombo zinapotembea, na kila mmoja hupakia vijana zake kwenye jahazi, kila mmoja husafirisha watukutuku zake, kila mmoja hupanda yeye, hupandisha mali yake, hupandisha vijana zake. Kwa hivyo alfulkil mashhun hatuna ulazima mno sisi kuipeka kwenye jahazi ya Nuh. Tunene kwamba aya kwetu sisi ni kwamba Mwenyezi Mungu ametupakia sisi na vijana zetu sote tuingia kwenye jahazi. Na kumekuya neno la vijana kwa sababu lizidi kukuonesha uzito wa neema. Wewe kama baba ukipanda mahali pa hatari huwa si lolote mara nyingi, lakini yeo pakia vijana kwenye jahazi. Wewe umeyua hiyo vijana zako na bahari ni hini na nikusi na zombo ni hizo huzama. Wewe wametoka wano, umepata habari wamekuaga, hawakuaga wakunde, wamekwenda kuva. Sasa uyaangalie yale matumbo yako na namna utakavyokubabaika na namna utakavyokuwa huenda nta ukirudi nta, mpaka roho yako kusona ni kukiona kile chombo kimerudi salama. Sasa Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuionyesha uzito wa neema hakututaya sisi moyo kwa moyo, hakunena wa ayatul lahum anna hamalnahum, kwamba sisi tumewatukua wao kwenye jahazi. La, sio wao tu, vijana zao pia huhifadhiwa. Na kuna neema kubwa kuliko kuhifadhiwa mwana.
Waweza wewe usijali kuhifadhiwa wewe, lakini mano akiyoko ndani ya jahazi na akafika salama na chombo kikamfikisha salama, huwa ni neema kubwa. Sasa Mwenyezi Mungu akutaka uzingatie katika zitu kama hizo. Ndio sababu ya kutajwa neno la dhuria, la vijana. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Ni aya, ni dalili, ni neema, ni mazingatio kwa watu wote. Sisi pia tuhutubiwa hapa ni kwamba Mwenyezi Mungu ametupa hii bahari, kisha tumeweza kupoa na uwezo wa kuitumia hii bahari. Sampuli mbalimbali tutakuja kueleza insha Allah taala vipi tunavyoitumia bahari. Moja katika matumizi ni kwamba sisi usafiri wetu, zombo za kusafirisha sisi na kusafirisha zombo zetu na bidhaa zetu, muhimu ni bahari. Yo wasailu nakli, kuna za yanga, kuna za bara. Takuya mbele Mwenyezi Mungu atatutaia. Na umuhimu zaidi kuliko yangani na kuliko ardhini, kutembea kwenye bara. Hii bahari na kile chombo kinachotembea, kiwe kitatembea kwa tanga, kiwe kitatembea kwa mashini, ni neema kubwa. Kwanza yataka muikumbuke. Pili ni miujiza ya kikanuni ambayo kwamba ya kufanya wewe ukiketi ukayafikiria vizuri, ukayapima yale mambo namna yendao, ya kufaa wewe urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uamini kwamba haya mambo hayakuiwea tu yo wenyewe. Ni mambo ambayo kwamba yana nidhamu kiasi kikubwa na yana mipango ambao wanadamu namna wamezoendelea leo hawawezi kuketi wakaunda zitu ziende namna hii zinavyoenda jumla ya maendeleo yao, bali wao wafaidika na vile zilivyoundwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tukitaka kuisoma kadhia ya bahari kama aya imezotupwa hapa, masala ni marefu, na insha Allah Taala kuna sehemu nyingi katika Qur'ani zimeelezwa, lakini kwa huu wakati tulionao mfupi watatudokeze baadhi ya mambo. Kwanza, sisi twafahamu kitu ambacho kiko wazi kama imezothibitishwa na elimu leo, ni kwamba hii ardhi tunayoishi sehemu kubwa yake ni mai. Kama wataalamu wa jiografia wanavyonena, robo 3 ni mai, robo moja peke yake ndiyo ntikavu. Hii ikimaanisha kitu, yamaanisha kwamba sehemu kubwa ya umbile la ardhi imetukua nafasi ya mai, na huku kutukua nafasi ya mai si mambo yamekuwa, ni makusudio ya Mwenyezi Mungu mambo yawe namna hii. Pengine lau yalikuwa mambo ni kinyume, lau ilikuwa ntikavu ndiyo kubwa kushinda maji, au zikalingana sawa, au zikawa sikwa zipimo hizi zilowekwa kwamba hii iwe ni robo 3, hivi ni robo moja, hatuyui ni nidhamu gani zingeliharibika katika huu ulimwengu. Ni mambo gani, hisabu zingelikwenda jongo vipi kama hisabu zitakazokuwa nitakupa ya bahari vile unavyoiona kubwa, na mambo tunayoyatoa ndani ya bahari na hisabu zinazotolewa na wataalamu, lau yalikuwa ni nusu kwa nusu au ni toto zaidi, pengine hisabu zile hazingepatikana, na kutopatikana hisabu zile kungeeta matatizo ya kuishi katika huu ulimwengu, kungeeta matatizo ya upungufu wa zifaya fulani ambazo sisi tunazihitajia katika maisha yetu. Hizi ni hisabu ziko ambazo ni muhimu tuzizingatie. Kisha yataka tufahamu kwamba binadamu kutoka Mwenyezi Mungu amuumbe aye katika ardhi kama hii, amekuwa akaidirika bahari, akayadirika mai kwa jumla, na akutoka nyayo za binadamu ziliwate ardhi hii, binadamu hawakuiwata bahari, walianda kuitumia, na matumizi yao yalikuwa ni kwa kadiri ya akili zao. Kila wakikuwa walikuwa wakiweza kuifahamu zaidi bahari na wakiweza kuitumia zaidi bahari na kuvumbua mingi yaliyoko kwenye bahari. Ongezea, mwanadamu ameweza kujivunia chakula
kingi kutoka kwenye bahari. Mwanadamu ameweza kujivunia maadini mingi kutoka kwenye bahari. Mwanadamu ameweza kujivunia ziungo zingi za kuunda mpaka zombo za kuhusu masala ya kimia, chemical fulani ambazo ameweza kuzipata, na ameunda zitu tofauti mbalimbali akiweza kuitumia bahari. Lakini haya yote tuyawate mbali, tuwe tujiulize suala muhimu ambalo kwamba Mungu ndio litatufaa. Tusende kwenye elimu sana sisi, kwa sababu mfano umetupwa tupekwe kwa Mungu. Ni kwamba suala linalomkabili mwanadamu leo, ili patikana hii bahari, ili kuya hii, ikiwa ni suala la kila kitu, hili mimi nilikuya hii, ulimwengu ulipatikana hii, lakini tusilipanue sana, tuingie hapa hapa tulioko sisi. Vipi ilikuya bahari? Hili ni suala ambayo kwamba wanadamu mpaka sasa ule ukweli wa mambo haujapatikana, na ni suala muhimu, na wamejaribu wataalamu katika kuvumbuzi wao, kwa sababu hakuna mtu aliyokuweko wakati hono wala aloshuhudia akatupa nasi habari mambo namna yalikuwa. Ni mapiko ya akili na kujisaidia na mambo fulani, kusoma athari za nyuma zikaweza kutupa tafsiri. Wako walonena bahari ilikuwa kwenye ardhi baada ya mlipuko uliotokea. Katika tafsiri za kufasiriwa ulimwengu ni kwamba zitu zote zilikuwa shishiene, zikalipuka, kukawa kila kipande kilicholipuka cha roroma moto. Hii ardhi pia ilikuwa ni kama kipande cha kaa la moto ya roroma, ikawa kila ikiepukana na yua ya poa, ya burudika. Baada ya kuburudika, ilikuwa imemiliki ardhi ndani yake. Katika ukweto wa ardhi kulikuwa kuna kiwango kikubwa cha ziungo ziwili, unsurain ambazo zaunda mai, ni oxygen na hydrogen. Ilikuwa kwa wingi sana ndani ya ardhi hii. Ule wingi uliokuweko ikawa lazima yataka kutoka. Katika kule kutaka kutoka kwake kukapatikana maungamano, ndio kukalipuka, kukawa kutoka kama hizi chemchemu za mai ambazo yote tuziona zinazotoa mito, lakini zilikuwa na nguvu zaidi na zilikuwa nyingi zaidi, zikawa zatawanya mai mpaka yale mashimo yaliokuwa kwenye ardhi, majangwa yaliokuwa kwenye ardhi yakaya. Ndio hii bahari tulionayo. Hii ni tafsiri iko ambayo yakabiliwa na masuala mingi, haijajibu. Na munyu ulikuwa wapi? Kwa nini mai yanayotoka kwenye ardhi mengine ntamu? Kwa nini haya yana chumvi? Yani na oxygen na hydrogen ilikuwa iye, ilitangamana iye, kulikuwa na nguvu gani ikatangamanisha? Lakini hizi zote ndio Mungu anapotaka upasome na ufike kwenye natija kwamba kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayepekesha haya. Wengine wakanena kwamba la, hii bahari haikuwa kutoka ndani ya ardhi, sababu hii nadharia ya kwanza yaonesha kwamba bahari imezaliwa ndani ya ardhi. Wengine wakawanena bahari imekuja kutoka nde. Imekujaje kutoka nde? Wanena baada ya yale tuliyoyaeleza, sirudi mwanzo. Ardhi ilipotoka mbali ikaanza kupoa, kulitanda mawingu mingi sana, kukawa kwenye mvua nyingi kwa maelfu ya miaka, kushuka mai tu. Simandia jamaa kuambia kumekuwa kama Pemba kukiwa kwa shuka, kukawa kwa miaka 1000 kadhaa kabla hajaumbwa mwanadamu, kunyesha mvua tu ndio yale mai yalosimama yakawa bahari. Angaliani upungufu wa mwanadamu, angaliani upungufu mkubwa wa mwanadamu. Hizi akisimama profesa au mtu ana shahada fulani akawa azizungumza, watu husimamisha masikio kama punda, wakawa wamemuinulia ni nini yeye utukuzie shahada hizi. Akaya mtu akazizungumza mkunguni, kama ni hamali atatekwa. Tofauti nini? Ni kwamba ule alozungumza mwanzo ni mtu una shahada, huyu hana shahada, lakini madhumuni ya maneno yazipekesho. Na si masala ya kutekana tu, ni masala kwamba mwanadamu, lile neno alotuambia Mwenyezi Mungu kwamba elimu mliopoa ni chache mno.
Ni tafsiri za zitekesho zinazotolewa, kwa sababu yeo wao watuambia mawingu ya mvua. Tutakuja kwenye faida za bahari. Mawingu ya mvua yachangiwa kiasi kikubwa na hii bahari. Hayo mawingu ya mvua kutoka hapa kwenye ardhi, hayateremki kutoka jua. Ni mai yaliyoko hapa. Jua linapokuwa kali, kunapopatikana amalia tabakhuria, wanapoizungumza wenyewe ni ku evaporate, zikapanda zile mivuke, yakaundika mawingu, kisha yakarudi yakanyesha. Sasa hayo mawingu yalokuya hapo kabla hakuyawa na bahari kwenye ardhi, yalitoka wapi? Hakuna jibu. Utakuta kwamba ni majibu ambayo kwamba hayawezi kukukinaisha mpaka ufike kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni Mwenyezi Mungu aliumba. Na tukinena ni Mwenyezi Mungu aliumba, haimaanishi tuisimamishe elimu isigundue vipi Mungu aliumba. Pia tufahamike sana. Kuamini Mungu haimaanishi tukimbie elimu, tukimbie utafiti na ile jibu letu saa zote ni Mungu. Tukiulizwa bahari ilipatikana iye ni Mungu, mvua huwa iye mpaka ikanyesha ni Mungu, pepo huwa iye mpaka zikavuma ni Mungu, mitetemeko ya ardhi huwa iye mpaka ikapatikana ni Mungu, mwezi huwa iye mpaka ukapatwa ni Mungu, pia haimaanishi namna hiyo. Kuamini utendakazi wa Mungu haipingani na kutafuta ni nidhamu gani Mungu aliitumia katika kutekeleza utendakazi wake. Lakini pia tusisahau kwamba akili zetu ni toto sana kwa kuweza kumsoma Mungu. Ndio wale anena as-saghiru la yuqayyimu al-kabir. Yeye huwezi kutukua kijana anayesoma primary au kusoma madrasa dini kisha ukamuuliza baina ya Saidi Sistani na Saidi Fadlullah ni nani muyuzi zaidi. Hawezi kujua. Kwa sababu yule anaweza kuwapima waliosoma, akaweza kuwafahamu elimu yao iko vipi, na mpaka akaweza kunena huyu ni bora kuliko huyu, sharti na yeye awe iman kama wao au mwa kurudia wao. Kwa hivyo pia udhaifu wetu lazima tufahamu kwamba sisi wakati tukitaka kumuelewa Mungu, wakati tutaka kuelewa utendakazi wa Mungu, kuna kipimo fulani lazima tukiri kwamba hapa tumekoma na hatuwezi kumhukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ameitumia bahari na majahazi yanavyotembea kwenye bahari sana katika Qur'ani kama utendakazi wake na kututaka sisi tuyasome haya mambo. Nikiwapigia mfano katika suratul Nahli, Mwenyezi Mungu atuambia wa huwa alladhi sakhara al-bahra. Mwenyezi Mungu ndio amezowasakhirishia yenye bahari. Taskhir inamaanisha ni mtu kukupa kitu na akakupa uwezo wa kukitumia. Mtu kukupa kitu na akakupa uwezo wa kukitumia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ulimwengu mzima ametusakhirishia sisi. Bahari, wanyama, ardhi, sasa ni nyinyi mnamna mtakavyokuwa kuitumia. Mwenyezi Mungu atuambia huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu. Kwanza mpate chakula chenu pale, mtoe chakula. Tena lahman tariya. Kwa hiyo tutanena ni nyama fresh, sio kilalo, taza. Sio imezolala frijini. Wamtoa samaki, hukumu yeye, hukumu hudumikia. Wewe kazi yako umekwenda kumtunda, amekamilika, na ukimtoa wamtoa uko fresh. Sasa ni wewe mwenyewe utamchelewesha kumla, utamweka frijini alale siku kadhaa, lakini Mungu paka pale alipokupa wewe umtukue amekupa ni lahman tariya. Tena Mwenyezi Mungu amekimbilia kutaya neno la nyama, hakunena chakula, kwa sababu katika hayawani tuwalao hakuna hayawani ambao kwamba nyama yake nyingi kuliko mifupa yake kama samaki. Sehemu yake ya mifupa ni chache mno. Yo ukimtukua ng'ombe ule akiwa ana kilo 80 au ana kilo 100, baada ya kumtinda jaribu kutenga zisoliwa, toa mifupa, toa jitwa, toa pembe, utakuya mpaka ukitahamaki wewe karibu 40% umohikosa ya nyama. Pengine ikiwa ana nyama ya kisawasawa atakupa pengine kilo 60, 40 zimepotea kwenye mifupa. Lakini mtukue samaki
umpime, akiwa amekupa ni kilo, kisha mtoe hiyo miwa yake ambayo ndio mifupa yake, pengine haisikilii hata 5% katika nyama yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumuita samaki wala hakuita chakula, akirukia amerukia ni lahman tariya, nyama ambayo kwamba ni taza, iko fresh, waila hasikilalo, hayapitiwa na muda. Watastakhriju minhu hilya. Faida ya pili ya bahari katika Qur'ani, matoa mapambo yenu. Zitu kadha tunazozitoa za kuipambia, tukaunda kufu, tukaunda zikuku, tukatoa ikiwa ni lulu, ikiwa ni zingine ni hizo marjani, ni nini, zote hizi ni mapambo ambayo kwamba sisi tuyatoa kwenye bahari. Na pambo, ndugu zangu Waislamu, ni sehemu muhimu katika maisha ya binadamu. Pengine mtu aweza kuwa na swala, sitaki kutoka kwenye mada, kuwa na swala kwamba pambo, yani zishaza zile zidondo, hustahiki Mungu azizungumzie kwenye Qur'ani kama katika neema. Lakini waweza kulitupa suala hili ikiwa ni mchache wa kufahamu kwamba pambo katika maisha ya mwanadamu liko na dori gani. Sehemu kubwa ya mwanadamu ni pambo, sehemu kubwa. Mwanadamu aweza kutumia pesa nyingi sana kwa pambo kuliko kwa mambo ya dharura. Yeo watu wanavokula, watu wanavovaa, watu wanavojenga, wanavotembea, lau wataka kuyapekesha kidharura, gharama zake ni toto sana. Sehemu kubwa katika kujenga kwetu, sehemu kubwa katika kuvaa kwetu, sehemu kubwa katika kununua zombo kwetu, utaipata gharama zake za pambo kuliko kwa mambo ya dharura, kuliko kuwa ni mujarradi wa kabati la kutilia nguo, kuliko kuwa ni mujarradi wa kiti cha kuketia, kuliko kuwa ni mujarradi wa tambara la kuvaa la kustiri tupu. Utakuta gharama zinazopotea kulipamba lile tambara ulivae, kukipamba kile kiti ukiketie, kuipamba ile meza uilie, ni nyingi zaidi kuliko zile dharura za kuketia na kuvaa. Mwenyezi Mungu atuambia, watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi. Kisha Mwenyezi Mungu akatuletea ya tatu, ndio haya matembezi ya majahazi ambao ndio tuyasoma wewe, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Mwenyezi Mungu atuambia akawapa na nyinyi majahazi yakawatembea, walitabtaghu min fadlihi, na uchumi wenu uko hapo. Uchumi mkubwa uko kwenye bahari, uchumi, walitabtaghu min fadlihi, mutengee fadhila za Mungu. Na fadhila za Mungu hatunikuzengea thawabu kule, hatuendi kuswali. Mara nyingi Qur'ani akikwambia tabtaghu min fadlihi, yani nendani mkatafute riziki. Hapo ndipo penye makazi yenu, hapo ndipo penye maisha yenu, hapo ndipo penye uchumi wenu. Wala'allakum tashkurun. Yote hayo ni nini? Mwenyezi Mungu awakumbusha ili mumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mumkumbuke Mwenyezi Mungu kwa neema kama hizi ambazo kwamba ametupa. Katika masala ya mai, tukenda katika sura Fatir, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wama yastawi albahrani, bahari mbili hazilingani. Toba Kiswahili niswahihishe, mara nyingi neno bahari halitumiwi isipokuwa kwa haya mai ya chumvi. Huwezi kuita mto bahari. Lakini katika lugha ya Kiarabu, bahari ni mai yamezokusanyika yalo mapana. Ingawa pia kwenye Kiarabu mara nyingi hutumiwa kwa mai ya chumvi haya, lakini hata mai tamu pia mara nyingine waweza kuamkuliwa bahari. Mwenyezi Mungu atuambia, wama yastawil bahrani, mai sampuli mbili hayalingani. Hadha adbun furatun saighun sharabuhu wa hadha milhun ujajun fihi mawakhir. Haya ntabu tayano ya leo, ukipiga tama utaka kutapika, na yote yako kwenye ardhi, na yote tukinena ni hizo oksijeni na hidrojeni zilizopasuka kwenye ardhi zikatoa, zote zatoka hapo. Kwa nini haya yawe tamu, haya yawe chumvi? Kwa nini? Haya ni tamu ya kunwa, haya ni chumvi ambao ndani yake kwa tembea majahazi. Mwenyezi Mungu atuambia, kisha akatwambia, wa min kullin taakuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Mambo ni yale yale, wa taral fulka fihi mawakhira, taziona jahazi zinapotembea ndani ya hii, litabtaghu min fadlihi, na riziki zenu ziko hapo na uchumi wenu uko hapo, wala'allakum tashkurun. Katika sura nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam,
Angalia ile mijahazi mikubwa inavyotembea, ambao leo katika hisabu ukitaka kuangalia, sitaki kuyarukia mambo kabla hatuyayasikilia, lakini hata niwape hii tafsiri ya aya vipi tutaifasiri. Leo ukizitukua hizi meli kubwa wanazoita imlaqa zinaosafirisha mafuta ulimwenguni, wamezikadiria meli moja zatukua tani 1500, yani 500,000 tani 500,000. Meli moja yatukua mafuta ya tani 500,000. Yataka tufahamu hizi lori za kisawa sawa hutukua tani 20. Pengine siku hizi kutatoka makubwa zaidi zikisikilia na zisikilie ngapi? 40. Meli moja yatembea katika mai imetukua tani 500,000 ya mafuta. Mafuta yale yale yaliyoko kwenye ile meli moja inaoea yule mai, lau wataka kuyasafirisha kwa magari, ukitaka kupiga hisabu kwa kila gari itatukua tani 20, wataka malori 25,000. Malori yani ya tanki 25,000 yatukue mzigo, kila lori litukue tani 20, mzigo umezotukuliwa na nini? Na meli moja peke yake. Ndio nikawaambia hakuna usafirishaji unaoweza kubeba mizigo mingi na unaweza kutukua watu kwa kiasi kikubwa na kwa hisabu kubwa isipokuwa ni wa bahari. Si bayangani bala si wa kutembea katika ardhi. Bahari peke yake ndio inaobeba mizigo mingi. Jumla ya kuwa hakuna mahala kimechoshikwa kile kitu namna kilotukua. Ni kanuni tu ya kuweza kuyafahamu uzito wa mai na uzito wa chuma kinachoowea kwenye mai, na vipi utazibalance kisizame kile chuma ikaweza kukutukulia mzigo. Hakuna tairi, hakuna maungo, hakuna chochote. Ni yale yale mai, ukianguka wewe huzama pale pale. Yu kumeketi tani 500,000 za mafuta. Hii ndio utaona Mwenyezi Mungu akituambia walahul wa min ayatihi aljawari kal a'lam. Unaona mimeli ya kisawa sawa inavyotembea katika bahari. Yote hii yategemea mambo machache sana. Ikiwa ni tanga, ikiwa ni mashini, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Lau Mwenyezi Mungu atauzilia upepo wake usivume, kukawa ni kumetulia, zitaganda zitu zote, zitatuama, cha huku hakitokwenda huku wala cha huku hakitorudi huku, na kutakuwa ni sababu ya kupotea katika bahari. Hizi ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuelezea vipi bahari inavyotumiwa. Sasa sisi kabla ya kurukia kwenye bara na zombo za bara, tutataka kujadili neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zilioko katika bahari. Kwa nini tujadili hizi? Kwa sababu tumenena tafsiri moja ya hii aya ni wa ayatul lahum, yani wa ni'matun alaihim. Katika neema kubwa za Mungu ziko hapo. Kwa hivyo tuziangalie zile neema kwa lengo ambalo kwamba zitatupeka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukitaka kuangalia ukubwa wa Mwenyezi Mungu, utendakazi wa Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuingie katika ajabu za bahari, ajabu zilioko katika bahari. Kisha turudi kwa ahli albayt salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, tumsikize al-Imamu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam namna anavyoieleza bahari. Sisi katika mwezi wa Ramadhani tuna dua usoma leo ya mkuu wa duaul jawshanil kabir. Katika ile dua tunaisoma Lailatul Qadr ndefu, huya tukamwambia ya man fil bahri ajaibu. Mwenyezi Mungu akitaka kuzungumzwa ajabu zake hapekwi kwenye ardhi, hapekwi kwenye mwezi, hapekwi kwenye space, hapekwi popote. Upeko wapi? Kwenye bahari. Tukamwambia ya man fil bahri ajaibu. Ni ajabu gani hizo? Tumsikize na al-Imam Sadiq alayhi salam anavomfundisha mwanafunzi wake mufaddal katika tauhidul mufaddal, vipi ataka aisome bahari, ni nini zilioko ndani ya bahari. Lengo si kujipumbaza, si kusikia zitu za raha, ni kuweza kufahamu ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya bahari na zombo zinapotembea katika bahari, kama aya alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuisome, akituambia wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum
fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yani wewe wataka kuuliza kwa mujibu wa swali lako kwenye msingi kwamba kizuri huzaa kizuri na kiovu huzaa kiovu, la kabisa, bali kuna watu wema wametoka kwenye matumbo maovu, kuna na watu waovu wametoka kwenye matumbo mema. Mifano tunaweza kupata mingi. Mfano sasa yao, turudi Maka katika wale waliomuamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa kuna watu ambao kwamba wametoka kwenye watu ambao ni wapinzani wakubwa wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mijabari ya kisawa sawa, wamemwamini. Kisha ndani ya wale maswahaba walikuwa wema wengine kumetoka ziumbe. Umar bin Saad ndio alikuwa akiongoza jeshi la kumuua nani? Al-Imam al-Hussein alayhi salam. Umar bin Saad ni nani? Ni kijana cha Saad bin Abi Waqas. Mafahamiana? Mifano ni mingi ambao mbea mato yako pia yao waweza kuyaona. Kuna watu wema lakini wamezaa vijana ambao si wema. Kuna watu waovu lakini ndani ya matumbo kumetoka. Iko kanuni alwiratha. Wazazi wanao percentage fulani ya kuathiri kijana, baba na mama. Hata hadithi zimesisitiza katika masala ya kuoa. Ile hadithi maarufu Mwenyezi Mungu anena, mtume aliyotahadharisha sijui khadra'ud diman, nena iyakum wa khadra'ud diman. Masahaba wakamuuliza, yani nawatahadharisha na khadra'ud diman katika wanawake mkitaka kuoa. Masahaba wakamuuliza, ni nani khadra'ud diman? Akamwambia ni almar'atu salihah fi manbati su, ni mwanamke mwema lakini atoka kwenye mazazi si mema. Kwa sababu wiratha, cells za mwanadamu ambao yao mambo yagunduliwa, yao wewe utukuzie percentage kubwa ya athari mpaka ya sifa za mzazi wako au za mamako, wachangia kiasi kikubwa katika kuunda wewe. Umefahamiana? Lakini hii kwa nadharia ya Kiislamu haikufanyi kama mzazi ni mwema wewe lazima 100% uwe mwema. Ni asilimia kadhaa tu ya kupush. Kisha kuna tarbia, malezi yaweza kuathiri. Ndio ile kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa chazaliwa salama. Sasa ni wazazi, ima ukipoteza ama ukiongoza. Pia tarbia sio swala la mwisho, hurudi irada unao mwenyewe mtu ya mwisho ya kuamua. Mtu aweza kutoka kwenye kizazi kiovu, aweza kupata malezi maovu na akaamua akawa mwema. Hata kuna ule mshairi ana ile shairi maarufu anena, fa Musa rabbahu Jibril kana kafira wa Musa rabbahu Firaun kana mu'mina. Musa aliolewa na Jibril alikuwa kafiri, Musa aliolewa na Firaun alikuwa mu'min. Nabii Allah Musa aliolewa na Firaun, si mamake alimtupa kwenye sanduku. Kisha kuna Musa Samiri, kama wamsikia ule aliyewe na Jibril, wanaposema alikuwa amepotea sio ni vipi, Mwenyezi Mungu akakilisha Jibril amsimamie katika tarbia yake, na ni muovu kabisa. Kwa hivyo hizo unazozizungumza haimaanishi kwamba wale mababu zetu waliotoka kwenye safina la Nabii Nuh wakiwa ni wema itabidi kila wanachokizaa kiwe ni chema. Nafikiri kuna dharura fulani, nimeomba nilifunge darasa kwa sababu kuna mahala watu wataka kuhudhuria muhimu. Inshallah taala, ikiwa kuna swala pengine mtu alikuwa anataka kuliuliza leo, aweza kuhusu mada hii juma litakalokuwa, Mungu akitupa uhai na uzima, aweza kulirudia hata kama tutaendelea mbele.